Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kipekee sana ninamtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa habari ya mwezi huu wa 8 ambao ametupa. Tunamtukuza Mungu kwa namna ambavyo ametulinda kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili amekuwa pamoja nasi, mwezi wa 3 amekuwa nasi, mwezi wa 4 amekuwa nasi, mwezi wa 5, wa 6, wa 7 ametulinda katika sekunde na dakika zote na masaa yote. Yeye amekuwa pamoja nasi na amekuwa mwaminifu. Ukiona unapumua, ukiona una uzima, una afya, mshukuru tu Mungu. Mshukuru Mungu na kumwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu nimeuona mwezi wa 8, mwezi wa baraka, mwezi wa kuangaliwa sana na Bwana na mwezi wa kutazamwa na Bwana. Ni mwezi ambao Mungu ataendelea kutuinua na kutupigania zaidi. Tunamtukuza Mungu ambaye ametusaidia. Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake, ulinzi wake na neema zake ambazo zimetufikisha hapa. Mwezi huu si mwezi wa kawaida kabisa. Si mwezi wa kawaida kwako, si mwezi wa kawaida kwako, si mwezi wa kawaida kwenye biashara yako, si mwezi wa kawaida kwenye elimu yako, si mwezi wa kawaida kwenye kazi yako, si mwezi wa kawaida kwenye kampuni yako, si mwezi wa kawaida kwenye kila eneo la maisha yako, si mwezi wa kawaida kwenye huduma ulionao. Ni mwezi ambao Bwana ataachilia neema yake. Ni mwezi ambao utarajie kuona kibali cha Mungu. Ni mwezi ambao utatarajia kuona nguvu za Mungu. Ni mwezi ambao Mungu atakuangalia sana. Ni mwezi ambao Mungu atakutunza sana. Ni mwezi ambao Mungu atakuinua sana. Ni mwezi ambao Mungu atazidi kukulinda sana. Ninakuombea kibali cha Mungu katika mwezi huu wa 8. Ninakuombea baraka za Mungu katika mwezi wa 8. Ninakuombea ukuu wa Mungu juu ya maisha yako ndani ya mwezi wa 8. Ukaone mengi, ukaone mazuri, ukaone baraka nyingi ambazo Bwana amezikusudia kwenye maisha yako. Mwezi huu hautataabika, mwezi huu hautaona njaa, mwezi huu hautabaki hapo ulipobaki miezi iliyopita. Ni lazima mwezi huu Mungu akuone, ni lazima mwezi huu Mungu akuangalie, ni lazima mwezi huu Mungu akuinue viwango na viwango. Ninakuombea sana Mungu aweze kukuangalia. Ninakuombea sana Mungu aweze kukuona. Ninakuombea sana Mungu aweze kukutazama kwa jicho lake la kipekee sana, ili kusudi azirishe rehema zake, azirishe neema zake, azirishe kibali chake, azirishe matendo yake makuu, azirishe kwa namna ya kipekee sana zile huruma zake juu ya maisha yako. Wewe ni mtu mkuu sana, mtu wa Mungu. Nataka nikuambia kwamba ndani ya mwezi wa 8, kama kuna vitu ambavyo haukuweza kufanikiwa kuyafanya mwezi wa 7, ninakuombea kwa jina la Yesu ukapate kufanikiwa kufanya mwezi wa 8, ukapate kufanya mwezi wa 8 yale yote ambayo unatamani Mungu akuwezeshe ndani wa mwezi wa 8. Hakika atakuwezesha, hakika atakusaidia, hakika atakuinua, hakika atakuwezesha katika kila eneo. Mungu atakusaidia na Mungu atakuinua sana. Nikisoma kitabu cha Isaya 60 mstari wa 1, anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Nataka nikuambia kwamba nuru yako imekuja ndani ya mwezi wa 8. Nuru yako imekuja ndani ya mwezi wa 8. Kwa kuwa nuru yako imekuja ndani ya mwezi wa 8, uwe na uhakika kabisa ni jicho la Mungu linakutazama, ni jicho la Mungu linakuangalia kwenye biashara yako, kwenye elimu yako, kwenye ofisi yako, kwenye kampuni yako na kwenye kila eneo ambalo unatamani Mungu aweze kukutazama ndani ya mwezi wa 8. Ninakutamkia baraka za Mungu, ninakutamkia nguvu za Mungu ziwe juu yako, ninakutamkia neema na rehema za Mungu zitawale maisha yako. Wewe hautakuwa wa kawaida, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Kila chochote utakachokifanya itakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kila chochote utakachokitenda itakuwa ni kwa ajili ya kumuinua Mungu na kumtukuza Mungu kwenye maisha yako, ili kila mmoja atakayekutazama aseme nimeona nuru ya Kristo juu ya huyu mtu, nimeona nuru ya Kristo ikiangaza juu ya huyu mpendwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameachilia nuru yake, ameachilia jicho lake likutazame ndani ya mwezi wa 8. Mungu atakuinua sana, Mungu atakuwezesha sana, Mungu atakupigania sana, Mungu atakuangalia sana mwezi wa 8, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatamkia baraka yote uyafanyayo, ninatamkia baraka
baraka kwenye kazi yako, ninatamkia baraka kwenye elimu yako, ninatamkia baraka kwenye huduma yako, ninatamkia baraka kwenye utumishi wako, ninatamkia baraka kwenye kazi yako, ninatamkia baraka kwenye chochote kile unachokifanya kinachomtukuza Mungu. Ninatamka baraka kwenye familia yako, ninatamka baraka kwa habari ya ndoa yako, ninatamka baraka kwa habari ya watoto wako, ninatamka baraka kwa habari ya ujana wako, ninatamka baraka kwa habari ya nafasi ambayo Mungu amekupa kutumika. Ninatamka baraka na maongezeko ndani ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu jicho la Bwana linakuangalia, kwa sababu Mungu amekusudia kukuangalia wewe. Hautaaibika bali utaheshimika, hautabaki hapo hapo bali utainuliwa juu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninabariki mwezi wa 8 ukawe ni mwezi wa baraka ndani ya maisha yetu, ukawe ni mwezi wa baraka kwenye maisha ya kila mmoja, ukawe ni mwezi wa kuona nguvu zako ndani ya mwezi we Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Zile baraka ulizokusudia ndani ya mwezi wa 8 zile Bwana, tunaomba tukazipate, tunaomba tukazimiliki, tukamiliki vile vyote vyema ndani ya mwezi wa 8 katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu ninatamka baraka ndani ya mwezi wa 8, ninatamka mema ndani ya mwezi wa 8, ninatamka mazuri ndani ya mwezi wa 8. Ninaomba Bwana, ndani ya mwezi wa 8 kampe kila mmoja kutawala, kampe kila mmoja kuinuka, kampe kila mmoja kuona nguvu zako kwenye maisha ya kwake, kampe kila mmoja kuona utawala wako kwenye maisha ya kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asiwepo hata mmoja atakayelalamika, atakayelia njaa, asiwepo hata mmoja atakayeaibika. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo ninamwombea kila mmoja Bwana, akutane na fursa nyingi, akutane na nguvu zako, akutane na upako wako Bwana, akutane Bwana na watu sahihi ndani ya mwezi wa 8, ndani ya mwezi wa 8 Bwana. Wape watoto wako kuona faida, wape kuona kuinuka, wape kuona mema nyingi, kawafadhili wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukawaangazie nuru ya uso wako Bwana, ukawaangazie nuru ya uso wako Bwana, kwenye familia zao, kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, ukawaangazie nuru ya uso wako Bwana, juu ya kila jambo wanakaloliendea, katika jina la Yesu Kristo. Malango yao yakawe wazi, malango yao yakawe wazi ndani ya mwezi we Bwana, yakawe wazi mchana, yakawe wazi asubuhi, yakawe wazi jioni, yakawe wazi usiku, yakawe Bwana wazi, malango yao yakawe wazi katika jina la Yesu Kristo. Ukawape majibu yale ambayo Bwana hawakutarajia, hawakuyaona mwezi wa 7, mwezi wa 8 wakaone majibu ya maisha yao, wakaone majibu ya mahitaji yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba neema yawe Bwana ya kuongezeka kiroho, neema ya kuongezeka kimwili, neema ya kuongezeka kwenye kila eneo la maisha yao ndani ya mwezi wa 8 katika jina la Yesu. Ukawafungulie fursa mpya, ukawafungulie malango mapya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ukawafungulie milango mipya Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ukawafungulie malango mapya kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hautawaacha wala kuwapungukia. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana. Huu mwezi hautakuwa wa kawaida kabisa kabisa. Ninatamka kama mtumishi wa Mungu aliye hai, huu mwezi hautakuwa wa kawaida kabisa kabisa. Yale yaliyokusudiwa juu yako ndani ya mwezi wa 8 hakika utayaona, hakika utayaona, hakika utayapata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akuinue, Mungu akuwezeshe, Mungu akupiganie, Mungu akutetee, Mungu akuheshimishe kwenye kila hatua utakaoiendea ndani ya mwezi wa 8. Ninakuombea Mungu akutazame na wewe mwezi wa 8. Ninakuombea Mungu akuangalie na wewe ndani ya mwezi wa 8. Ninakuombea Mungu aangalie biashara yako ndani ya mwezi wa 8. Ninakuombea Mungu aangalie huduma yako ndani ya mwezi wa 8.
ninakuombea Mungu angalie ulicho nacho ndani ya mwezi wa 8. Ninakuombea kwa Mungu angalie watoto wako ndani ya mwezi wa 8. Ninakuombea kwa Mungu, Mungu angalie ndoa yako mwezi wa 8. Ninakuombea kwa Mungu, Mungu angalie vyote vilivyo vyako ndani ya mwezi wa 8 kwa jina la Yesu Kristo. Dakika zote, sekunde zote na masaa yote, Mungu akulinde kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe ya mwisho wa mwezi wa 8. Mungu akuangalie sana, Mungu akutazame sana, Mungu akuonekanie sana, Mungu akupiganie sana, Mungu akutetee sana, Mungu akuwezeshe sana, Mungu akufanikishe sana, Mungu akupe kuendelea mbele ndani ya mwezi wa 8 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na hautakuwa kawaida, maisha yako hayatakuwa ya kawaida, chochote chako hakitakuwa ya kawaida, bali kitakuwa na ishara na maajabu na miujiza mingi ya Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lile tumaini lilopotea, ninakuombea Mungu akuangalie mwezi wa 8 likapate kuinuka tena. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, furaha itawale maisha yako, amani itawale maisha yako, upendo itawale maisha yako, kila tabia za Kristo itawale ndani yako mwezi wa 8, ili Mungu akapate kujitwalia utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa sababu ya watoto wako, na ninaamini kabisa hautawaacha wala kuwapungukia. Ninaamini kabisa hautawaacha wala kuwapungukia. Zaidi ya yote Bwana, mema na fadhila nyingi zitakuwepo juu yao, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Amen. Mungu akubariki sana, na Mungu akuwezeshe, na Mungu akutetee. Tembea na kauli hii kusema kwamba Mungu, ninaomba uniangalie ndani ya mwezi wa 8. Amen.